ukitaka nafasi, kataa kisasi. Ukitaka nafasi, kataa kisasi. Kama unataka nafasi ya kibiashara, nataka nafasi ya kihuduma, nataka nafasi ya karama, nataka nafasi ya kuwa star kwenye tathnia ya sanaa, unataka nafasi ya kuwa star kwenye michezo, unataka kuwa na nafasi, unataka kupata nafasi katika huduma ya neno la Mungu, kama mchungaji, kama mwalimu, kama kuhani, kama mhubiri, kama muimbaji, kama muombaji. Kama unataka nafasi, ukitaka nafasi, kataa kisasi. Mfalme Daudi alikataa kisasi na akapata nafasi ya kiti cha enzi cha milele, nafasi kwenye mioyo na nafasi kwenye mioyo ya watu. Milele. Narudia hilo neno, milele. Na watu wanapata nafasi siku 2 3 zinaisha. Nitarudia. Naomba unisikilize vizuri sana. Mfalme Daudi alikataa kisasi na akapata nafasi ya kiti cha enzi cha milele na nafasi kwenye mioyo ya watu milele. Hapa pana mambo mawili Daudi alipata. Nafasi ya kiti, position ya kiti cha ufalme, lakini akapata nafasi katika mioyo ya watu. Na nitazungumzia hiyo ya kupata nafasi ya kiti na kupata nafasi ya mioyo. Kupata nafasi kwenye mioyo ya watu ni muhimu sana. Huduma, karama, kipawa, cheo, uongozi, biashara, sanaa na michezo. Lazima kupata nafasi ya kiti na nafasi kwenye mioyo ya watu. Nitarudia tena. Huduma, karama, kipawa, cheo, uongozi, madaraka ningesema, biashara, sanaa na michezo. Lazima kupata nafasi ya kiti na nafasi kwenye mioyo ya watu. Nitarudia, nitasema kwa uchache hapa. Katika utume wa kichungaji, Paulo alikuwa na nafasi ya utume, yani kiti cha Yesu. Tunajua juu ya ofisi 5 za Yesu: uchungaji, ualimu, utume, uinjilisti. Ofisi 5 za Yesu na unabii. Na katika ofisi ambayo kiti cha ofisi kilimtuma Paulo ni kuwa mtume, na akatumwa alipokuwa anaitwa Sauli, anaenda Dameski kuua watu, amelitaabisha kanisa. Na ndipo Yesu alipokutana naye kwa miali ya moto, akamwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Mimi ndiye Yesu unayeniudhi. Asa Paulo mtume anasema katika kitabu cha Wakorintho, ule mlango wa Korintho wa 2, ule mlango wa 7 mstari wa 2. Wakorintho wa 2, ule mlango wa 7 mstari wa 2, Biblia inasema, tupeni nafasi mioyoni mwenu. Hilo tu. Tupeni nafasi mioyoni mwenu. Tupeni nafasi mioyoni mwenu. Hatukumdhulumu mtu yoyote, wala kumharibu mtu, wala kumkarakia mtu ni kutake advantage. Okay, nataka kuzungumza ile sentence pale, tupeni nafasi mioyoni mwenu. Katika utume wa kichungaji, tukitumwa na kiti katika utume wetu, lazima tutafute nafasi katika mioyo ya watu ili kutumika katika utume tuliotumwa na Mungu.
Paulo aliteuliwa, alitumwa na ofisi ya Kristo mwenyewe, akamtuma aende kuwa mtume. Ni kiti kimemtuma na ni kiti cha Yesu mwenyewe. Lakini alipokuwa anatoka pale, alilazimika kuomba na kutafuta nafasi kwenye mioyo ya watu. Na nitakuambia kidogo kwa nini Paulo mtume akatumia jitihada hii. Kwa sababu alikosea jamii, aliua, alitaabisha kanisa, alifanya mambo mabaya. Ni miongoni mwa watu waliotumika na roho ya mpinga Kristo katika maisha yake. Na Biblia inasema wakati Yesu anamuita, anamtuma aliendee kanisa ambalo watu wote wanajua Paulo, au wanamjua Sauli ndiye mtaabishaji wetu. Na hata alipokutana na Yesu njiani, alikuwa akienda kutimiza hayo mauaji ya kuharibu na kuleta persecution ya kanisa la kwanza, persecution ya early church. Na anapoitwa, kitu cha kwanza anajua, nimepata nafasi ya kiti cha utume kwenda kuwatumikia hawa watu. Lakini haitoshi kwenda kwa sababu Yesu amekutana na mimi barabarani peke yake. Lazima niombe nafasi kwenye mioyo ya watu. And this is the mistake ambazo wakati mwingine tunafanya kwenye utume wetu wa kichungaji. Utume wa kichungaji. Wapendwa, katika utume wa kichungaji, tukitumwa na kiti katika utume wetu, ni lazima tutafute nafasi katika mioyo ya watu. Inawezekana kweli, inawezekana kama Paulo alifanya makosa kabla, lakini baada ya makosa lazima kutafuta na kuomba nafasi katika mioyo ya watu. Maaskofu wa Roman Catholic huwa wanatumwa na papa. Ni kiti cha papa kinamtuma askofu kwenda kwenye utume wa diocese, wa jimbo, popote ambako anatumwa na kiti cha papa. Lakini akitumwa na kiti, akaamini kiti peke yake, kwa sababu amepata nafasi ya kiti cha papa kwenye uteuzi, asipotafuta nafasi kwenye mioyo ya watu katika utume wake, hawezi kufanya utume. Watheolojia wenzangu na wachungaji wenzangu na mapadri wenzangu wanafahamu, ili utume wetu uwe utume. Nikija hapa kwa sababu nimetumwa na kiti cha askofu, nikapangwa katika usharika huu wa Kijitonyama, nikaja hapa najivunia kiti cha askofu peke yake. Ni kweli ni nafasi, ninaandikiwa barua na askofu, nimepangwa usharika wa Kijitonyama. Lakini kama sitakuwa na nafasi ya kumuomba Mungu pamoja na nafasi ya kiti, nipate nafasi katika mioyo ya watu, nothing done. Manake ni ninyi mtakaotoa sadaka za kuendeleza usharika huu, na sio barua ya askofu iliyoniweka hapa. Are we together? Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Ni lazima nipate nafasi kwenye mioyo ya washarika hawa. Nikiwaambia tunajenga maadili hostel hawa $500,000 mtu mmoja, kupata nafasi katika mioyo ya watu. Na hauwezi kufanya chochote katika utume wa kichungaji kama hujapata nafasi katika mioyo ya watu. Huo ni utume wa kichungaji. Nazungumza katika falsafa pana sana leo. Wachache nitawaacha, wengine nitakwenda nao. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Yeah, I know myself. Huo ni utume wa kichungaji, na mapadri wenzangu wanajua, na wachungaji wanafahamu. Si kiti cha askofu peke yake, lakini na nafasi katika mioyo ya watu. Wafanya biashara, usitafute nafasi ya soko kwa bidhaa zako tu, ila tafuta na nafasi ya biashara yako katika mioyo ya watu. Kwa nini wafanya biashara wana collapse? Kwa nini makampuni yanafilisika? Ni kwa sababu anaweza kufikiri ana leseni na ana bidhaa na ana mashine za viwanda na anapambana sokoni kuhakikisha kwamba atabaki sokoni na rabsha za masoko. Lakini kama huyo mfanyabiashara hakutapata nafasi kwenye mioyo ya watu,
hiyo biashara yake tunaihesabia siku kadhaa na haitakuwepo, haitaisha. Nitarudia tena, wafanyabiashara, usitafute nafasi ya soko kwa bidhaa zako tu, ila tafuta na nafasi ya biashara yako katika mioyo ya watu. Na hata katika leseni za kibiashara na maelekezo ya kibiashara, kuna mahali unaambiwa faida yako unapowekeza katika nchi, katika jamii, katika kijiji, basi urudishe fadhila, usababishe wale wanakijiji wanufaike na hicho kiwanda kilichoko kwenye eneo lao. Kama ni mtaa, angalau utengeneze hata barabara. Weka biashara yako kwenye mioyo ya watu, pata nafasi. Si tu kwamba umepata nafasi ya leseni, umepata nafasi ya LATRA, umepata nafasi sijui ya nini, umepata nafasi ya TRA, umepata nafasi, una mavyeti umeweka hapo ukutani. Usipopata nafasi ya wale watu ambao umewekeza hiyo plant, hicho kiwanda, kikawa cha wanakijiji, woi unajihangaisha. Kuna watu ambao hata Yesu alikuwa anapita Yerusalemu, watu wakaenda wakamwambia Yesu, anastahili huyu mtu kufanyiwa jambo hili, maana kwanza anaipenda nchi yetu, moja; mbili, alitujengea sinagogi. Yule alikuwa ni mtawala wa Kirumi aliyefiwa na mtoto wake Yairo. Akamwambia anastahili kutendewa jambo hili kwa sababu ana nafasi kwenye mioyo yetu. Yesu akabidi airishe mambo yote, akaenda kumfufua yule mtoto wa yule bwana Mrumi. Lakini alikuwa amejua kuwa Mrumi, mwekezaji kwenye nchi hii, kuwatawala hawa watu, lazima nipate nafasi kwenye mioyo yao. Akawajengea sinagogi. Sasa mabibi na mabwana, makosa ninayoyaona kwa wafanyabiashara wengi na wawekezaji wengi, hawana nafasi kwenye mioyo ya wateja wao. Wanajitahidi, ndio pale naposema tupeni nafasi katika mioyo yenu. Hatukumdhulumu mtu. Usidhulumu mtu. Usikae mahali unadhulumu watu. Unawekeza mahali, wasaidie watu, upate nafasi na biashara yako ipate nafasi katika mioyo ya watu. Wapendwa, tuzungumze tu kwa kirafiki, friendly. Ninyi mnafahamu habari za hayati Mheshimiwa Dr. Reginald Mengi. Miongoni mwa wafanyabiashara ambao unaweza ukazungumza leo, waliwekeza mahali. Waliwekeza Mengi alikuwa na viwanda vingi tu, mpaka leo vipo, siyo hiki, siyo kile. Lakini nataka nikuhakikishie, yule baba alijua, alipata nafasi ya kuwekeza na nafasi ya biashara, lakini alitafuta nafasi kwenye mioyo ya watu. Ndio mfanyabiashara aliyekufa akaliliwa, utafikiri ni kiongozi wa kitaifa au mtu ambaye ana madaraka au mamlaka. Mimi niliona machozi sijawahi ona. Niliona watu wakilia. Kwa nini? Alikuwa anasaidia wakina mama vikoba, alikuwa anawasaidia sijui wale watu wenye wanaishi na ulemavu, anakutana nao. Yani mimi kuna mchungaji mmoja alilia mpaka kazimia. Nikamwambia nini? Wakati wa msiba wa Mengi. Akaniambia, mchungaji, tulikuwa tuna deni kwenye usharika wetu, na tulikuwa tunauziwa jengo letu ambalo tulikuwa tumelichukulia mkopo. Na akawepo tu kwenye mkoa wetu, asubuhi akawa anafanya mazoezi, akapita, ametoka gym, akapita ofisini kwangu, akasema, nimefika hapa mchungaji, nataka nikusalimie, lakini pia nimesema leo niwaletee chai. Huyo ni Mengi, nataka mnywe chai. Alafu mnywe chai leo, mimi naomba leo niwape chai, lakini pia nataka kujua mna changamoto gani hapa. Yule mchungaji akamwambia, tuna rejesho limetukaba kooni milioni 500 na hatuna pa kuzileta. Akaita gari yake hivi, akamwita dereva, akasaini cheki on the right time, akamkabidhi mchungaji. Sasa ghafla mchungaji anasikia Mengi amekufa, mchungaji naye akazimia. Fanya mchezo nini? Kuwepo kwenye mioyo ya watu. Si unapata nafasi ya kuwa bilionea, unapata nafasi ya kuwa tajiri, unapata nafasi ya kuwa na uwezo, lakini
hauna nafasi kwenye mioyo ya watu, nothing done. Nakwambia, utakasirisha watu tu. Watakasirika, hata wakikuona watakuchukia. Kwa sababu una nafasi, lakini hauna nafasi katika mioyo yao. Una nafasi katika uwekezaji wako na utajiri wako. Hivyo, na wanaweza kukuita majina yote wanayoweza kukuita, wakihamua watu.